Maandiko yanasema Sara akasema, ni nani angemwambia Ibrahimu kwamba mkeo atakuzalia wana katika uzee wake? Na maandiko yanasema Sara alipokea uwezo wa kuzaa katika uzee wake na akamzalia mwana Ibrahimu katika uzee wake. Na Sara akasema, Bwana amenifanyia kicheko na kila asikiaye atacheka pamoja nami. Tunapoingia mwezi wa 7, ninakuombea kwa jina la Yesu. Haijalishi umepita mahali pagumu kwa miaka mingapi. Sara alisubiri kwa miaka 99 na katikati ya uzee wake Bwana alifanya muujiza. Maombi yangu mwezi wa 7, Bwana akufanyie jambo ambalo litaleta kicheko kwenye maisha yako. Mwezi wa 7 Bwana afanye jambo kwenye biashara yako. Mwezi wa 7 Bwana afanye jambo kwenye mahusiano yako. Mwezi wa 7 Bwana afanye jambo kwenye ndoa yako. Mwezi wa 7 Bwana afanye jambo kwenye kampuni yako. Mwezi wa 7 Bwana afanye jambo kwenye uchumi wako ambalo kila asikiaye atacheka pamoja na wewe kwa jina la Yesu. Kila asikiaye atacheka pamoja na wewe kwa jina la Yesu. Na mwezi wa 7 ni mwezi wa kicheko, na maandiko yanasema utufurahishe kwa kadiri ya miaka uliotutesa, utufurahishe kwa kadiri ya miaka tuliyoona mabaya. Bwana akupe kicheko kwenye ndoa kwa kadiri ya miaka uliyoona mabaya. Bwana akupe kicheko kwenye biashara kwa kadiri ya miaka uliyoona mabaya. Nasema Bwana akufurahishe tena, na furaha ya Bwana iwe nguvu zako mwezi wa 7. Na furaha ya Bwana iwe nguvu zako kwenye biashara. Na furaha ya Bwana iwe nguvu zako kwenye mahusiano. Na furaha ya Bwana iwe nguvu zako kwenye biashara yako. Jiandae mwezi wa 7 kupokea kicheko. Jiandae kufurahishwa mwezi wa 7. Na mimi ninatamka no more tears. Hautalia tena mwezi wa 7. Hautaaibika tena mwezi wa 7. Hautaanguka mwezi wa 7. Waliozoea kukucheka hautawaona tena. Waliozoea kukuzomea hautawaona tena. Mwezi wa 7 Bwana afanye jambo kwenye maisha yako ambalo kila atakayesikia masikio yamuashe kwa jina la Yesu. Bwana akufanyie jambo mwezi wa 7 ambalo kila asikiaye atacheka pamoja na wewe. Nasema iwe kwako kwa jina la Yesu. Iwe kwenye biashara yako kwa jina la Yesu. Pokea kicheko kwa jina la Yesu. Hautalia tena.